Until next time. But hoteli kubwa kama Zuri haiwezi ikawa inakosa CCTV camera ambayo inaweza ikatuonesha na inaweza ikafanya conclusion kitu gani ambacho kinawezekana ikawa kimetokea kwenye usiku ambapo Ashley Janae amepoteza maisha yake. Hii ndiyo comment ambayo ninakutana nayo sana kwenye video zangu mbili za nyuma zinazohusiana na hii kesi. Na ukiachana hata kwenye hizo video mbili, kuna comment ambazo naziona pia watu wanazitengeneza, wanasema kwamba kuna CCTV camera. Kwa nini hakuna CCTV footages mpaka nao? Lakini naomba tukumbuke, naomba turudi nyuma kidogo. Hivi kwa mfano, by this time mnadhani kwamba mamlaka ambayo zinahusika, let's say kama ni polisi, vyombo vya usalama, vitakuwa havijachukua hizo CCTV footage kutoka kwenye hoteli? Kwa sababu lazima kutokuwa kuna ushirikiano ambao hoteli inabidi utoe ili kwa wao wenyewe kama hoteli wawepo kwenye good side, kwamba walikuwa wanahakikisha usalama wa wageni wao. So yes, definitely kuna CCTV camera kwenye hiyo hoteli, and yes, definitely hizo CCTV footage zitakuwa zimechukuliwa na mamlaka husika ambayo sasa hivi inafanya uchunguzi. Na kitu ambacho sisi tunakimisa, the point here ni kwamba tulikuwa tunatamani sisi kama public au wananchi au tunaofuatilia hii kesi tuone hiyo CCTV footage. It's a lie, ni sio ukweli. Hatuwezi tukawa tunaiona hiyo CCTV footage sasa hivi. Kitu chochote ambacho ni evidence, kitu chochote ambacho ni ushahidi, especially kama CCTV footage, haviwezi vikatolewa kwa public na sasa hivi kuviona. Hii sio kwa Tanzania tu au Afrika, hata kwenye kesi kubwa ukiwa unazifuatilia kwenye nchi nyingi ambazo ni zimeendelea kwenye masuala mazima ya usalama wa wananchi au na wageni, lazima utaona kwenye hizi kesi, kama unafuatilia true crime documentary, utaona lazima kwenye hizi kesi evidence haitolewi kwa mtu mwingine yoyote kuiona mpaka kesi ipelekwe mahakamani, kesi imalizike, evidence itumike mahakamani au ionekane kwamba haiwezi kutumika mahakamani, ndio inaweza kuwa released kwa public. Na hii sio tu kwa sababu wanataka sijui kufanya haya mambo yawe siri. Hapana, ni kwa sababu evidence yoyote, ushahidi wowote ukishaupeleka kwa public kabla hamjaanza kuishughulikia kesi, kwanza mtatengeneza taharuki, pili hamtompa haki yule ambaye anatakiwa kujitetea ili kuweza kuipitia hizo evidence na yeye na wanasheria wake na kuona kweli hizi evidence zinafaa kutolewa kwa public. Lakini ukiachana na hivyo, kuna issue nzima ya privacy. Kuna watu zaidi ya mmoja au wawili watakuwa wameonekana kwenye hiyo CCTV footage. Ni lazima kuwe kuna ulazima wa kuitoa hiyo CCTV footage kwa kuzingatia privacy ya watu wengine. Lakini kitu kikubwa sana na sababu kubwa sana ni kuhakikisha kwamba investigation haiingiliwi, haiwi distracted kwa sababu tu hiyo evidence imetolewa na watu wanaiona, kwa sababu opinions zitaongezeka kutoka kwa watu. Lakini pia investigation haitaweza kufanyika kwa ufasaha, kwa sababu inaweza pia ikabadilisha opinion ya yule mtu ambaye alikuwa anataka kujitetea, au labda kubadilisha maneno, kubadilisha anything ambacho kinaweza kuwa kimetokea. Kwa hiyo hawa wanaohusika na hii issue nzima au mtu yote anayehusika na issue nzima ambayo inahusiana na evidence, ni lazima wahakikishe kwamba wanadhibiti, wanahifadhi na wanaweka kwa usalama evidence yoyote, kwa sababu evidence yoyote ikiguswa baada ya baada ya incident kutokea, evidence yoyote ikibadilishwa baada ya incident kutokea, inabadilisha mwenendo mzima wa kesi, inabadilisha claim zote ambazo zitakuja kutolewa. Kwa mfano sasa hivi hiyo video ikaja ikatolewa bila ruhusa rasmi au bila warrant rasmi kwamba hii video sasa inaweza ikatolewa to public, Zuri kama hoteli pia wanaweza kuwa sued, kwa sababu what if baadaye kesi ikaja ikabadilika, ikaja ikabainika kitu kingine tofauti, na wao wametoa kitu ambacho ni private na kitu ambacho sasa hivi hiyo iko chini ya investigation. Kwa hiyo hawawezi kutoa tu kijinga jinga. Na hapa naomba nitoe mfano kwenye kesi maarufu ambayo tulikuwa tunaifuatilia wote wa Jeffrey Epstein. Kesi ya Jeffrey Epstein is big pia, na ni mtu ambaye tayari ameshafariki, na ni mtu ambaye kesi yake bado inaendelea. Lakini kama tunavyojua, Jeffrey Epstein amefariki mwaka 2019, lakini most of the files ambazo zinahusiana na kesi yake zinatoka kuanzia sasa hivi 2026. Miaka mingapi baadaye ndo tunaanza kuona sisi kama public sijui emails sijui nini. Sio kwamba hivi vitu hawakuwa navyo, walikuwa navyo all along, muda wote huo, miaka yote hiyo. Lakini this is the right time ya kuvitoa hivyo vitu, kwa sababu tayari hizo evidence zimeshatumika mahakamani,
tumika mahakamani, na sasa hivi they are valid ili kuweza kuonekana na public. Kwa hiyo lazima evidence yoyote, lazima ushahidi wowote uwe assessed ndio kisha utolewe. Na another thing ambacho natamani pia kushare na nyinyi, ni kutokana na experience ambayo nimeiona kwenye true crime documentaries ambazo huwa ninaangalia mara nyingi, ni kwamba investigation yoyote ambayo inahusiana na kifo haiwezi kawa ruled out haraka. Ndio maana hata ile mara ya kwanza wakati wame ruling out kwamba Ashley sababu ya kifo ni yeye kujiondoa maisha yake mwenyewe, kumekuwa kuna hiccups nyingi sana. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu inatakiwa iwe proven beyond reasonable doubt. Nikisema hivyo inamaanisha, kwa sababu hiyo ni theory, yeah? Kuna evidence gani zote ambazo zina rule out kwamba kutumia hizi evidence 1 2 3 ni kweli. Sasa hapa tunaweza tuka conclude kwamba Ashley amejiondoa maisha yake mwenyewe. Kwa hiyo lazima both theories ziwe tested. Lazima both theories ziweze zikatafutiwa uchunguzi. Kwa hiyo definitely majibu hatuwezi kuyapata leo, jana, juzi, kesho wala kesho kutwa. Kwa hiyo definitely it will take some times. Hata hao ambao familia ya Ashley wametuma wale ambao wanachunguza miili ambayo miili imeshafariki. Kwa hiyo huwa sio kwamba wanafanya hiyo ndani ya one day. Lazima watachukua siku kadhaa ili kuweza kutest. Na hicho sio kitu pekee ambacho unaweza ukakirule out kwamba huyu mtu ameondolewa maisha au amejiondoa mwenyewe maisha. Kwa sababu kama tutasema ameondolewa maisha, inabidi tuende mahakamani, tuende tukafungue kesi, au tumkamate mtu ambaye ni suspect, tuende tukafungue kesi, tuanze kufuatilia evidence moja baada ya nyingine, kuwe na testimonies kutoka kwa watu ambao wameshuhudia mpaka the end. Nadhani kwamba ni siku moja. Kuna cases nyingi sana ambazo zimechukua miaka na miaka. I will give you an example. Kwa mfano kesi ya O.J. Simpson. Hii kesi ya O.J. Simpson, evidence zilikuwa zote hapo, na bado hii kesi ilichukua more than a year kuwa decided. First trial ilichukua more than a year, mwaka mmoja na zaidi, ili kuja kuwa decided kwamba kweli huyu mtu ndo amefanya kitu au huyu mtu hajafanya kitu. Kwa hiyo the way justice inavyofanya kazi kwenye mahakama ni tofauti na sisi tunavyoidefine. Justice kwenye mahakama ni lazima kama claim, hata kama wewe kwako ina make sense, hata kama kwako ni logic, lazima mahakama ifanye uchunguzi, ijiridhishe beyond reasonable doubt. Yani zaidi ya kuja kudoubt. Yani unakosa kitu cha kudoubt. Kwa hiyo arguments ndo huaga zinafanya watu washinde kwenye court, na evidence ndo zinafanya watu wawe wanashinda kwenye court. Kwa hiyo kwa wale ambao comments zao nyingi huaga ni kuna CCTV camera, hili ndio jibu linalohusiana na CCTV footage. I am pretty sure 98.888899910% kwamba hizi CCTV footage tayari wanazo askari na tayari wanazipitia. Best believe. So until next time, jibu linalohusiana na CCTV footage. I am pretty sure 98.888899910% kwamba hizi CCTV footage tayari wanazo askari na tayari wanazipitia. Best believe. So until next time.